Bombe. Nakushukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi ya pekee kutupatia katika jioni ya leo. Waweza kuwa pamoja nasi katika wakati wote wa nuru yako ya mchana na saa masaa ya giza. Kabla hatujaenda kufanya kitu chochote, tunakualika uweze kuwa pamoja nasi. Kabla ya kwenda kufanya program zingine, tunakuita uweze kuwa pamoja nasi ili tukapate kusikiliza maneno yenye hekima kutoka katika kiti chako cha enzi. Mtumishi wako anayekwenda kusimama katika kusimamia neno hili, tunamwalika aweze kuwa pamoja, Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja naye ili atakachokinena kikatoke katika vinywa vya kiti cha enzi. Tunakusihi na kukuomba katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Ninafurahi kumwona ndugu yangu Kazingo leo tukiwa pamoja naye. Amen. Kazingo, karibu sana. Pamoja na wageni na wenyezi, karibuni sana katika mfululizo wa vipindi vyetu. Bado tunaendelea na somo linalohusu ukimbie mtego wa televisheni. Wiki iliyopita tulifikia mahala fulani, tukawa tumehakikishiwa ya kwamba jaribu la tatu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikutana nalo lilikuwa linahusu video. Kwa Ibilisi alitaka amnunue kupitia kumuonesha picha ya nini? Ya video. Na tukathibitishiwa kutoka kwenye vitabu ya kwamba mavumbuzi mengi ya sayansi na teknolojia tulionayo leo, kama yalivyotabiriwa na nabii Danieli, sio yote yanatokana na Mungu. Kuna mavumbuzi mengine watu wamevuviwa na Ibilisi wafumbue vifaa. Hivi vifaa vije viwasaidie hawa mashetani pamoja na Ibilisi kuwapeleka wanadamu mbali kabisa na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karibuni tena kwenye mfululizo wa somo hili. Ufunuo 12 mstari wa 3 hadi wa 4. Ukisoma tafadhali, ukiupata tafadhali soma moja kwa moja. Ufunuo 12:3-4, tujaribu kuwa haraka kwa sababu rasilimali tulionayo ya muda ni kidogo. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakukota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili adhapo amle mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni nabii Yohana. Anaona kitu cha ajabu kabisa. Alirudishwa nyuma katika historia, akashuhudia anguko la aliyekuwa anaitwa Lucifer. Mara baada ya kuanguka, Lucifer anafukuzwa kutoka mbinguni, lakini anapofukuzwa hafukuzwi peke yake. Kuna wadau alikuwa amewapata. Alikuwa amewin theluthi moja ya malaika wa mbinguni. Nakumbuka Biblia inatuambia malaika wa mbinguni ni 10,000 mara 1000 mara 1000, hawezi wakahesabika. Kwa hiyo 1/3 yake bado ni idadi kubwa sana. Kwa alipoasi kutoka mbinguni, aliasi pamoja nao. Walipofukuzwa kutoka mbinguni wote, yeye, shetani, jumlisha theluthi ya malaika wote wa mbinguni, wakatupwa hadi nini? Hadi nchi. Biblia katika kuwaelezea wa malaika walioasi imewaita kwamba ni nyota za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni zaidi ya nyoka, imemuita. Yeye ni zaidi ya nyota, imemuita joka. Lakini hawa wanaitwa ni nyota za mbinguni. Sasa hawa nyota walipokuja kudondoshwa walikuwa hawana makao. Wanakwenda kukaa wapi? Hawana. Dunia tayari alikuwepo Adamu na Hawa akiwa amesimikwa kama mfalme kwenye bustani ya Edeni. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo namna pekee ya kupata makao ilikuwa ni kwa huyu Ibilisi kuja kuwadanganya Adamu na Hawa waingie dhambini ili awapokonye ule utawala. Na alifanya hivyo, akawa amefanikiwa. Lakini wajua wapendwa, jambo moja niwaambie. Katika program ya kumuingiza Adamu na Hawa kwenye dhambi, huyu joka alikaa kikao na hii theluthi moja ya nyota za mbinguni, wakapanga mpango kwamba wamtume nani aende akamdanganye Hawa pamoja na Adamu.
Wale malaika waovu mmoja mmoja akawa anatoa suggestion zake kwamba mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi. Ibilisi mkuu akawa amesikiliza, hakuridhishwa na mipango yao, akasema this is a grand project, hii ni project kubwa sana, hakuna hata miongoni mwenu anaye qualify kwenda kuifanya, nitaenda mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Ndio unaposoma kitabu cha Mwanzo, mazungumzo yanayofanyika ni kati ya Hawa na nani? Na nyoka, sio kati ya Hawa na moja ya hizi nyota. Kwa ile feruthi ya wale malaika waovu walikuwa wamekaa sehemu, Ibilisi anakwenda kuifanya hii project mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndicho alichokwenda kukifanya na alifanikiwa. Baada ya kuwa ameingiza ulimwengu kwenye dhambi, basi wale malaika wengine waovu wakaja ili waweze kusalia naye kazi, kwa sababu kazi iliyobaki ni ndogo sasa. Bwana asifiwe. Sasa wapendwa, maskani ya malaika waovu pamoja na Ibilisi si kama wengi wanavyoamini kwamba kuna sehemu huko inaitwa kuzimu, ni mahali maisha yanaendelea. Biblia hamna kitu kama hicho. Ibilisi anaishi na sisi hapa hapa. Sema yuko kwenye ulimwengu wa roho, kuna pazia na utenganisha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa nini? Wa roho. Ila yupo pamoja na sisi kwenye ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na wachunguzi wa mambo wanasema kwa leo makao makuu ya huyu Ibilisi, nikisema makao makuu ninamaanisha sehemu ambapo utendaji wake wa kazi ndipo kiini, alipo concentrate zaidi, ni mji wa Los Angeles, Marekani. Na wanaenda mbali kusema Los Angeles ni kifupi tu cha, walitufumba tu macho badala ya kusema City of Lost Angels, mji wa malaika waliopotea, wakatoa ile T wakasema tu ni Los Angeles, Marekani. Na Marekani ndiko uovu mkubwa unapoanzia. Jamii inapovurugwa kwenye mambo mengi, kiini chake ni Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Kiini chake ni Marekani. Na hili jambo ni la kinabii. Yeremia 25 mstari wa 32. Naipata soma moja kwa moja. Yeremia 25:32. Okay, Biblia inasema, Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri za Kiingereza zimeweka vizuri zaidi. And the Lord says, behold, iniquity shall go forth from one nation to another nation. Uovu utaama kutoka taifa moja, unaambukizwa unaenda taifa hadi. Ni transmission, ni usafiri. Uovu unasafiri. Na transmission yoyote kama mnavyojua huwa inahitaji media. Ni mwanga peke yake ndio unaweza ukapita kwenye ombo, kwenye vacuum. Lakini vitu vingine vyote vinahitaji media, kiwemo na uovu. Huko kwenye hii dunia kama mnavyojua, uovu ulipitia kwa nyoka ukaja kwa Adamu na Hawa. Baada ya hapo uovu wanataka wausambaze kwa kasi ya ajabu kwenda kwenye ulimwengu mzima, na ndio kikaja kitu kinaitwa globalization, utandawazi. Dunia kuwa kama kijiji. Kwa maana ya kwamba uovu ambao uko Marekani, mimi ambaye niko kijijini huko, inaweza nikauaccess, nikaupata. Yeremia 25:32 imesema hicho. Uovu utasambaa kutoka taifa moja kwenda taifa jingine. Na huu uovu utakuja kusambaa siku za mwisho ambazo tunaishi. Siku za awali huko nyuma ilikuwa vigumu kusambaa kwa sababu utandawazi ulikuwa hujawepo. Unajua ni kwa nini? Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Mwanzo 10 sura ya 25. Mwanzo 10 sura ya 25, baada ya kuwa wanadamu wametenda sana dhambi kipindi kile, Mungu akauharibu kwa gharika. Kuna kitu kifuatacho alikifanya ili kuhakikisha kwamba uovu wa sehemu moja
hausambai kwenda maeneo mengine. Na unajua wapendwa, kipindi kile cha gharika ilipopiga, effect ya gharika haikuwa sawa kwenye dunia nzima. Kuna maeneo yaliyokuwa yamekubuhu kwa uovu, yale ndiyo yaliathirika zaidi na gharika. Bwana asifiwe. Sasa baada ya gharika Bwana alifanya kitu kifuatacho. Mwanzo 10:25. Aliyepata? Okay, inasema Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume. Jina la kwanza ni Pelegi, maana katika siku zake nchi iligawanyika. Na jina la nduguye ni Yoktani. Pigia mstari ile sehemu, na maana katika siku zake nchi iligawanyika. Nini maana nchi kugawanyika? Tafsiri ya Kiingereza wanasema the earth was divided. Earth ni land, ni ardhi. Bwana asifiwe. Kwa tunaanza kuelezewa kile kizazi mara baada ya gharika, huyu akamzaa huyu akamzaa huyu. Inafikia mtu mmoja anaitwa Eberi. Katika siku zake nchi iligawanyika. Wafuatiliaji wa maandiko, Bible scholars, wanasema ya kwamba katika siku za huyo Bwana huenda ndipo ulitokea mgawanyiko wa nchi, kwamba kipande hiki cha nchi kinagawanyika, kinaenda hivi, hiki kinaenda hivi, kinaenda hivi. Alafu katikati yanakuja maji kwanza kuyagawa mabara. Bwana asifiwe. Kengele ramani ya dunia jinsi ilivyo, yale mabara ukiangalia ni kama ukiyarudisha hivi yanaenda kufiti. Kwa inasemekana katika hizi siku Bwana aliamua kuigawa nchi. Kwa hiyo watu ambao wako bara la Asia wakae huko bila kujua wenzao walio bara la Amerika wanafanya nini, bila kujua wenzao walio bara la Asia wanafanya nini. Angalia mabara yote. Sidhani kama kuna mabara yanayofikika ukienda kwa mguu au kwa gari bila kuvuka bahari. Kwa ndivyo ilivyokuwa. Ili watu walio na uovu eneo moja wabaki na uovu wao. Lakini Yeremia amestabiri kwamba siku za mwisho uovu utatoka taifa moja kwenda taifa. Kwa kutumia nini? Binadamu hawezi wakarudisha nchi ambayo Bwana aliigawa, itabaki kuwa ilivyo. Kwa lazima mavumbuzi yafanyike. Ibilisi awainue watu, hawape njia ya kuiunganisha tena dunia irudi kuwa nini? Kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njia iliyokuja inaitwa utandawazi. Bwana asifiwe. Amen. Utandawazi ukiwa na mavumbuzi tele. Ndio maana leo ndugu yako akiwa Marekani sio shida kuwasiliana naye. Ni kana kwamba mnaonana. Unaweza kuwa hata unapika chakula jikoni unapika naye. Umeweka kama ni smartphone yako pale, ina copy na paste kila kitu, inamtumia. Sio teknolojia ipo wapende. Kwa hiyo leo kile ambacho Bwana alikuwa amedhamiria kukigawa na kijagawanyika tena. Na tunaendelea kushuhudia mavumbuzi baada ya mavumbuzi yakiwa yanatokea. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Kwa hiyo Kristo akaoneshwa video na Ibilisi kwenye ile jaribu la 3. Alipokuwa ameweka kwenye mlima mrefu sana. Najua Kristo aliangalia tu mara moja akawa ameacha. Hakutaka kuangalia kwa muda mrefu. Kwa nini? Kumbukeni Kristo ndiye aliyeumba vitu vyote. Kiwemo mimi na wewe, ambaye Biblia inasema kwamba we are fearfully and wonderfully made. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu na ya nini? Na ya kutisha. Yaani mwili wa mwanadamu ni mekanizmu ya hali ya juu. Kwa hiyo alijua ya kwamba hiki ninachoenda kukiangalia na niko kwenye mwili kinakwenda kutrigger reaction ya mwili. Macho yanaona ni sensor. Wale watu wanaosoma electrical na telecom wanajua. Signals, message, chochote unachokitazama, unachokisikia, kuna ujumbe ndani yake. Ule ujumbe unachukuliwa unapelekwa kwenye ubongo kwa ajili ya kufanyiwa utafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Ikishafanywa utafsiri, mwili unapewa taarifa kwamba react, respond, toa mwitikio. Kwa hiyo Kristo kwa sababu alikuwa kwenye mwili ya kuwa exception kwenye. Ndio maana alipoangalia tu kidogo akageuza macho yake. Na nukuu hii naipenda, inatoka kitabu cha Patriots. Prophets and Patriots, PP. Ukurasa wa 111 wanaoandika hard copy, soft copy ni ukurasa wa 91. Inasema, it is a law of the human mind that by beholding we become changed.
It's a law of the human mind that by beholding we become changed. Fupi tu hivi. Ni kanuni ya akili au ubongo wa mwanadamu kwamba kwa kutazama unabadilika, wapendwa. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kuwa mzinzi, tazama uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuwa muhuni, sikiliza uhuni, tazama uhuni. Ukitaka kuwa mwizi, angalia wizi, sikiliza wizi. Ukitaka kuwa mbea, tazama umbea, sikiliza. By beholding we become changed. This is a law of the human mind. Ni law, ni kanuni, ni principle, haibadiliki. Haina ujanja, haina exception. Kwa ndio maana Kristo alipoitazama akasema hapana, huwezi ukaninunua kirahisi namna hii. Bwana asifiwe. Amen. Ninatamani ya kwamba kila mmoja wetu kwenye hiki chumba afikie uamuzi kama ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliufikia, kwamba kuna baadhi ya vitu sinunuliki, sitavitazama wala sitavisikiliza, kwa sababu kwa kufanya hivyo nitabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitazama mashindano ya umisi, utabadilika, au utabaki salama. Naongea hivi kutokana na uzoefu wangu binafsi. Mtoto wangu wa baba yangu mdogo, mtoto wa baba yangu mdogo yuko Arusha, anaitwa Sofia, yuko form 2 leo. Miaka kama 6 iliyopita nikiwa kule Arusha nyumbani, kuna mashindano fulani yaliletwa kwenye television ya TBC. Ilikuwa yanaitwa Binti Kisura. Kadhaa mnaweza mkakumbuka. Ilikuwa yakisindanisha mabinti warembo ulimbwende. Sofia by that time alikuwa binti mdogo sana. Dogo sana, alikuwa bado yuko shule ya msingi. Akawa anapenda kusikiliza na kutazama Binti Kisura. Na ilikuwa kama series. Taratibu yule mdogo wangu alianza kubadilika. Hata ulaji wake ulichange. Hataki kula chakula kingi Sofia. Nataka awe Binti Kisura siku moja. Kwa kutazama tunabadilika, wapenda. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana ukisoma Mwanzo 3:2 mpaka 6, yale mazungumzo yaliyokuwa yanafanyika kati ya Hawa pamoja na nyoka ni very interesting. Mwanzo kabisa Hawa anaenda anatazama tunda ambalo wamekatazwa kulila, anatazama. Baada ya kutazama, Ibilisi, kumbuka, alikuwa yuko pale, yuko pembeni, anasubiria, anamvizia. Au baada ya kutazama wanaingia kwenye dialogue, mazungumzo ya watu wawili. Wakati anatazama alikuwa bado anakumbuka kwamba hii tumekatazwa. Ni sana wewe Mwadventista Msabato, unapoenda kutazama, unakuwa unakumbuka kabisa ya kwamba kama Waadventista wa Sabato kuiba ni dhambi. Kama Mkristo kusema uongo ni dhambi. Kama Mkristo kujipamba ambako si kibiblia ni dhambi. Unakuwa unakumbuka. Lakini taratibu kwa kwanza kutazama unaanza kubadilishwa. Ibilisi kwa pembeni pale anaanza kukushawishi. Mambo ambayo zamani ulifikiria ni mabaya, leo unaanza kuyaona ni mazuri. Taratibu unaanza kubadilika mpaka inafikia hatua ya mwisho, si wewe yule uliyekuwa kabla ya kutazama, ni mtu mwingine kabisa. It is a law of the human mind that by beholding we become changed. Kama Hawa kuokoka kutoka kwenye hili jaribu, na kuambia wewe si exception. Ibilisi yuko pembeni akishawishi watu. Tazama tu hayo mambo, utabadilika. Nikiwa nasoma bado sekondari Tabora, kipindi hicho kuna television zilikuwa zinaonesha sana mambo ya mieleka. Mieleka kipindi hicho ndio ilikuwa kasi. Nikiwa sekondari ilikuwa shida. Vijana wa shule ya msingi walipokuwa majumbani kwao wanatazama, na kwenye mabanda ya video mtaani wanapolipia shilingi 50, shilingi 100, 200, baada ya kuwa wanatazama ile walibadilika. Shuleni wanapokwenda wakati wa mapumziko, michezo ni mieleka, mpaka waliumizana. Kwenye mashine za kukoboa kwenye zile pumba ni mieleka. Ilikuwa ni shida. Walibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Wakristo, Biblia mtu pekee inayotuambia kumtazama ni Kristo.
Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo wengi tunapokosea leo, hatumtazami Mwokozi kwenye maandiko, hatumtazami Mwokozi kwa kusikiliza mahubiri, tunamtazama Ibilisi kwa kuangalia tamthilia, kwa kuangalia movie, kwa kuangalia series. Na ni kila siku, hao watu ni wajanja, wameziprogram. Tamthilia huwa ni siku 7, ni siku 6. Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumamosi marudio. Nazungumza hivi kutoka kwa uzoefu binafsi. Baba yangu mimi alikuwa very strict nyumbani, hakukuwa hata na televisheni. Ni mzee aliyekuwa Mwadventista mzuri. Kwa niliona kama anatudhulumu sana. Baada ya kuwa nimeenda form 1 shule ya bweni. Unajua shule ya bweni, ninaishi maisha yangu sasa. Hakuna mtu wa kunidhibiti. As long as darasani ninaenda, hata ninalipa, sina shida. Kulikuwa na TV. Ile TV usiku baada ya saa 4 ndio ilikuwa ruhusa kuiangalia. Kwa vijana wale wakubwa form 5 na form 6 walikuwa wakifuata. Wanaweka pale, tulikuwa tunafuatilia tamthilia. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa La Mzee Mivida. Mtakumbuka mliokuwa mnatazama pia wakati huo. Yaani tuko very attentive. Kila siku tunaenda kunywa mvinyo. Dakika 45 zile wapendwa, semester inapoisha, si Makengo yule uliyeenda ukiwa msafi kutoka nyumbani kwenu. Ni mtu mwingine. Mafundisho ya kigeni yameingia kwenye kichwa. Na leo vijana wengi wametekewa. Movie 24 wanaangalia. Mashindano yameeleka, yamekuwa mengi. Magame ya kuendesha magari, kuendesha ndege, akili za watu ziko confused kabisa, zimeharibika. Ibilisi anatenda kazi. Bwana asifiwe. Amen. Unajua unaweza usielewe kilichomtokea Hawa baada ya kuwa ameshawishiwa mpaka kula lile tunda. Yaani Hawa alijua ni dhambi. Lakini baada ya kulitazama sana Ibilisi alimshawishi mpaka akaona kama hapana, nafikiri Mungu hayuko sincere sana, hayuko serious sana. Mungu anaposema tusisuke, tusikali, tusizungumze maneno fulani, tusienende hivi. Mwanzoni unakuwa unasema kweli Mungu anamaanisha. Unapolisoma neno linasema, mwanzoni unakuwa uko serious, unasema kweli Mungu anamaanisha. Lakini baada ya kuwa umejiassociate sana na haya mambo, taratibu akili inaanza kubadilika, unasema lakini wenda sisi tunakosea kwenye tafsiri. Wenda Mungu alichokuwa anamaanisha sio hiki, sio hiki. Shetani anatenda kazi. Angalia kinachozungumzwa kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 21. Twenda haraka haraka aliyepata. Nyakati wa Kwanza 21. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 21 wapendwa. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tena Shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Shia pale mtumishi, unaweza ukaketi. Huyu ni Shetani. Huyu ni mfalme Daudi, mfalme wa taifa. Biblia inasema tena Shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Unafikiri alikuja physical? Akasema mfalme Daudi, na mazungumzo na wewe, naomba uje. Akaanza kumshawishi kwamba naomba ukawahesabu Israeli. Hapana. Ingekuwa hivyo Daudi kwa kuwa alikuwa ni mcha Mungu angemkemea mara moja. Lakini ilifanyika kwa namna ya tofauti. Alimshawishi. Kiingereza kinasema alimprovoke. Najua kumprovoke mtu ni kwamba unatenda mambo ambayo kwa kweli hukutarajia, hata baadaye ukikaa unashangaa kwa nini ulitenda. Kwa hiyo kauli ya Mungu ilikuwa ni kwamba hata siku moja Daudi asije akawahesabu wana wa Israeli. Lakini alikuja kuwahesabu kwa sababu alishawishiwa na nani? Na Ibilisi. Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni kuwahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dani, mkanipashe habari nipate kujua jumla yake. Na Yoabu akasema, Bwana na waongoze watu wake mara 100 hesabu yao ilivyo, awaongeze. Lakini bwana wangu mfalme,
si wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona awe sababu ya hatia kwa Israeli? Huyu Yoabu alijua kwamba hichi kitu mfalme anachokisema sio sawa kwa mujibu wa neno la Mungu, lakini mfalme kwa sababu yuko chini ya ushawishi wa Ibilisi alilazimisha na jambo hilo lilifanyika. Na ukiendelea mafungu ya mbele, kwa sababu ya muda tutasoma, hasira ya Bwana iliwaka juu ya nani? Daudi. Bwana asifiwe. Amen. Ibilisi ana uwezo wa kumshawishi mwanadamu. Usiende kwenye viwanja vya Ibilisi, atakushawishi na utatenda mambo ambayo hutaamini wewe mwenyewe. Soma kwa mfano Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1. Aliyepata mstari wa 1 unaweza kusoma. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Kwa nini shetani amekujaza moyo wako uongo? Mtume akamwambia. Kwa hiyo Anania pia alikuwa chini ya ushawishi wa nani? Shetani. Kwa nini wapendwa hatutaki kuamini? Hivi vyombo vilivyokuja kwenye utandawazi, Ibilisi anavitumia kama mediums za kushawishi watu watende mambo ambayo ni kinyume na Mungu. Zile theluthi ya nyota waliokokotwa wakaangusha duniani, wakaweka makao makuu mji wa Los Angeles Marekani. Nyota leo wamewatrain watu, wamekuwa nyota wa kibinadamu. Tuna nyota wa filamu, tuna nyota wa muziki wa kizazi kipya, tuna nyota wa muziki wa kizazi kipya, nyota wa mpira wa miguu, nyota wa mashindano ya ulimbwende, nyota wa kila kitu, si ndio hivi? Na hata magazeti yanaandika huyu ni nyota wa kitu fulani. Unajua maana yake ni nini? Hawa ni watumishi wa Ibilisi. Kwa Ibilisi anawatumia kuwashawishi watu. Ndio maana leo uvaji wa watu, muonekano wao wa nje, wanaenenda kama nyota wa kizazi kipya Diamond anavyofanya, kama nyota wa kizazi kipya marehemu Kanumba alichokuwa anakifanya. Watu wanalipwa, wewe ujui. Wana kazi ya kufanya kupitia hii mitambo ya kisasa. Bwana asifiwe. Tuwe makini wapendwa. Biblia inatuambia kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote uwezavyo kulinda, kwa kuwa huko ndiko zinakotoka chemchem za nini? Za uzima. Kwa target kubwa ya Ibilisi ni kwenye moyo wako, na moyo unaozungumzwa ni nini? Mind. Na tulisoma kule kwenye Wakorintho ya kwamba anataka kuwapofusha nini? Watu. Kwa target yake kubwa anatafuta kichwa. Si hata wewe unapoenda kupiga nyoka, unatafuta nini? Umpige kwenye kichwa. Ndipo anapotafuta. Kwa Mungu anatuambia, lindeni sana akili zenu kuliko vyote mnavyoweza kulinda. Sisi watu ni waajabu. Tunaweka password kwenye simu zetu kulinda taarifa zilizo kwenye simu. Tunaweka makufuli makubwa kwenye mabegi yetu. Tunasahau kuweka makufuli kwenye akili. We are very stupid sometimes. Bwana asifiwe. Tunakuwa wajinga sana muda mwingine. Biblia imesema hivi, kulinda loka lako, begi lako sio dhambi. Kulinda taarifa za kwenye kompyuta yako sio. Ile inasema cha kwanza, the primary thing ambayo lazima uwe concerned kuhusu security yake ni nini? Akili. Usiweke vitu vya kipuuzi kwenye akili. Linda sana moyo wako. Huku ndiko zinakotoka chemchemi za nini? Za uzima. Ibilisi anataka aende achafue kwenye chemchemi. Bwana asifiwe. Amen. Ukikosea kutazama ama ukikosea kusikiliza, utakosea kuwaza. Na ukikosea kuwaza, utakosea kunena, utakosea kutenda, utakosea kuvaa, utakosea everything. Na ndicho shetani anachotaka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio maana kwenye Mathayo 7
mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Mathayo 7:6 inasema, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwararua. Bwana asifiwe. Amen. Mbwa, nguruwe, unawapa kilicho kitakatifu? Unawapa lulu? Hawajui thamani ya lulu, hawajui thamani ya kilicho kitakatifu. Watajua umewaponda, watakugeukia, watakuuma na watakuadhibu. Unajua hicho kitakatifu ni kipi wapendwa? Na hiyo lulu ni ipi? Ni moyo wako. Kwa nini unawapa wasanii wa filamu, wauni wa mziki wa kizazi kipya, unakaa nusu saa kuwatazama, kuwasikiliza? Unawapa mbwa, unawapa nguruwe lulu, unawapa mbwa kilicho kitakatifu, watakulalua. Maana watu wengi baada ya kusikiliza haya mambo wamebadilika na wamejichoma kwa maumivu mengi kwa kulazimisha kuishi maisha ambayo sio yao. Bwana asifiwe. Amen. Wamelazimika kuwa waongo ili wa maintain status zao. Bwana asifiwe. Amen. Ni shida. Biblia inasema usiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala usitupe lulu mbele ya nguruwe. Sasa ukasema hao mbwa ni kina nani na hao nguruwe ni kina nani? Majibu uzuri yako kwenye Biblia hiyo hiyo. Ukisoma Ufunuo 22 mstari wa 15 kuna maneno haya. Ufunuo 22:15 pale aliyepata. Okay, Biblia inasema hivi. Ufunuo 22 mstari wa 15 inasema, huko nje, inaanzia 14, eli wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Nazungumza habari ya watakatifu kuingia kwenye mji wa mtakatifu wa Yerusalemu. 15, huko nje wako mbwa, yaani ambao hawataingia kwenye mji wa Yerusalemu, yaani ambao hawajiandai kuwa watakatifu, si watakuwa nje ya mji wa Yerusalemu? Biblia inasema huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Hawa ndio wako nje. Kwa nini unawapa watu wa aina hii moyo wako, mawazo yako? Unachekewa na hawa watu walioko huko nje, mbwa. Nani ambaye anaweza akaniambia anaweza akakaa akaangalia tamthilia mpaka inaisha, series nzima inaisha, movie inaisha, ujaona japo kwa mbali viashirio vya uzinzi? Ni nani anyoshe mkono wake kwa roho safi? Hakuna. Kwa nini unawapa hawa watu? Kuna matukio mengi ya uzinzi, usaliti unaendelea. Watu tunachukua yale na taratibu tunabadilika. Ukimtazama mzinzi, hata kama ni kwenye filamu, utabadilika, utakuwa mzinzi siku moja. Unaweza usijue kwa nje, lakini kwa ndani wewe ulishabadilika. Unatazama filamu zinazoonesha tu usaliti kwenye mapenzi, usaliti wa ndoa, inakaa kichwani. Hata siku moja ukiwa na mchumba utaanza kufikiria usaliti. Na ndicho kitu tunachohangaika nacho leo. Nje ya dini ya Kristo na ndani ya Wakristo, mambo haya yanaendelea. Unamtazama dude kwenye Bongo Dar es Salaam, ujanja, unabadilika. Na kuna siku utakuwa dude pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is a law of the human mind that by beholding we become changed. Nikuulize leo mpenzi, muonekano wako ulionao, mavazi uliochagua kuvaa, nywele zako dada yangu ulivyoamua kuziweka, unahakika kabisa haya mambo umeyatoa kwenye neno la Mungu, umejiridhisha ya kwamba sio dhambi? Au umeyatoa kwa hawa ambao Biblia inawaita mbwa? Wewe kaka yangu, chunga sana maneno yako na mwenendo mzima. Isije kuwa hivi ulivyo leo ni matokeo ya kile ulichotazama miaka 2 iliyopita. Bwana asifiwe. Amen.
Unajua Biblia inaposema kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha inamaanisha. Unajua akili yako sawa? Inapotazama uzinzi, hata kwa kuangalia tu kwenye video, kwenye tamthilia, kwenye movie. Inapotazama, wewe unakuwa unajua kwamba wewe ni mchezo wa kuigiza. Akili yako haijui hicho kitu. Yenyewe inachukulia kwamba ni tukio halisi. Kwa hiyo wewe unashiriki kwenye hilo jambo. Wanasema inaitwa vicarious participation, mental participation. Unashiriki dhambi kwa mawazo. Unacheka. Unaangalia movie za vita, mauaji, unacheka. Hii ni jambo la ajabu. Nakumbuka dhambi yoyote wewe inaanzia wapi? Akilini. Unashiriki kwenye dhambi unacheka. Na ndio maana Ufunuo 22:15 imesema na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Wale unawatazama wanafanya, wewe na wewe ufanye ila unaupenda. Ndio maana unafuatilia na unacheka na unatoa fedha kununua na unatoa muda wako. Dangerous. Bwana asifiwe. Amen. Vicarious participation kwenye dhambi. Violence, crime, vurugu. Na uhalifu wa hali ya juu tunazoziona zinakaa kwenye vichwa. Na mbingu inatuhold accountable kwamba tumeshiriki kwenye hizo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, kuna unabii ambao umetolewa kwenye Biblia ya kwamba Ibilisi anataka awafikishe watu, awatengeneze wawe kama ambavyo ilikuwa kabla ya siku za nini? Za Nuhu. Ukisoma Mathayo 27:34, Mathayo 27:34 aliyepata Mathayo 27:34 tusome 27:34 Mathayo 24:37 37 24:37 inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama zilivyokuwa siku za Nuhu kabla Yesu hajaja mara ya pili, lazima dunia ifikishwe hapo mahali. Kabla ya siku za Nuhu kulikuwa na nini? Okay, nitawapeleka pale. Mwanzo 6:1-8. Tuone. Ni unabii na lazima utimie. Somee Mwanzo 6. Inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Ishia pale kwanza. Kwa shida ya kwanza tuliyoiona kwenye uoaji, si ndio hivyo? Lazima ubadilike. Wana wa Mungu wanaenda kuoana na wana wa wanadamu. Sayuni, Babeli, wapi na wapi. Na haya mambo watu wanajifunza kutoka kwenye nini? Tamthilia. Nina ushuhuda wa mabinti wengi kwa kutazama tu tamthilia. Walikuwa tayari wana wachumba. Kwa kutazama tu tamthilia, mtazama Ina na Angelo. Wanaposumbuana kwenye mahusiano yao ni ya shida. Walikuwa tu binti anaenda vizuri na mchumba wake hawana shida. Mawazo yanaanza kujengwa. Waanze na wenyewe kusumbuana hivyo. Mapenzi ya kwenye TV yanaanza. Bwana asifiwe. Na mabinti wengine pia walikuwa hawana wachumba. Na alikuwa anaenda tu vizuri, lakini baada ya kutazama pale anaanza kuona kama yuko lonely. Anaanza kuona kama anahitaji kuwa na boyfriend. Na wavulana naye anaona kumbe nimepitwa sana na wakati, siwezi kuwa alone, nahitaji kuwa na nani? Na girlfriend. Kwa hiyo swala la ndoa lazima litaguswe. Endelea fungu linalofuata mtumishi. Fungu la 3 linasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia katika binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Shia pale kwanza. Kulikuwa na wanefili, wakajichanganya Adamu na wana wa wanadamu, wakazaliwa watu ambao ni hodari. Tafsiri yenyewe zimeiweka vizuri sana. Ukisoma ile tafsiri kinachoonyesha ni kwamba walikuwa ni majitu, the giants. Bwana asifiwe. Ukisikia giants ni kitu gani kinakuja kwenye mind?
ni vurugu, ubabe. Kwa hiki kitu pia lazima kwenye dunia, kabla Yesu kuja mara ya pili, lazima tukishuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na medium inayotumika ni mieleka. Bwana asifiwe. Amen. Movie za kivita za ngumi ndicho kinachopandikizwa kwenye vichwa vya watu. Magiant, manefili. Bwana asifiwe. Amen. Ndio hiki kitu. Endelea mtumishi. Fungu la 6 linasema, Bwana akaghadhabika kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Meluka fungu la 5 na nafikiri ni makusudi Roho wa Mungu ameongoza kesi tutaisoma. Ipo kiini chango kilipokuwa. Bwana asifiwe. Fungu la 5 linasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Yaani walijaza kikombe, kilifurika. Maovu yalijaa. Bwana asifiwe. Kilichofuata anasema, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Pigia mstari hiyo sehemu. Kwa Ibilisi alitengeneza mazingira ikafikia hatua watu wakawa ni mabomu yanayotembea. Yaani kwa nje unamwona yuko salama mtu, lakini kwenye mawazo yake mentally alishaharibiwa kabisa. Ni msabato ndio, ni mkatoliki ndio, ni mlutheri ndio, anahudhuria ibada, anafunga, anajidanganya kusoma neno, lakini kichwani mwake ni uzinzi, ni wizi, ni ulaghai, ni ulafi, ni ubabe na vitu kama hivyo, kwa sababu ndivyo vitu anavyoangalia kila siku. Bwana anasema ndivyo vitu anavyowaza kila siku. Unajua maana ya kuwaza? Yaani hata kile kitendo cha kuangalia tu ile movie, ile filamu, uwezo wa kulakita vile vitu kwenye kichwa. Nikamuita rafiki yangu hapa ambaye jana alikosa akutazama, nikamsimulia. Si ni mawazo hayo? Hicho Biblia inachosema kwamba jana kwenye episode ya jana Angelo alifanya hivi na hivi, tayari yuko answerable kwa Mungu. Hicho kitu, hilo wazo halikupaswa kuwepo kabisa katika akili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi wanadamu wa leo tusiotaka kusikia, tutafikia hatua ambayo ulimwengu kabla ya gharika ulifikia. Tutakuwa ni mabomu yanayotembea. Kwa hiyo Bwana akasema, siwezi kuvumilia haya mambo. Dakika chache najaribu kufinalize somo langu, mtaniwia radhi ili kuweka sawa. Bwana asifiwe. Amen. Mithali 23:7 inasemaje? Mithali 23 mstari wa 7. Amen. Soma. Inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Asante, unaweza kaishia pale. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Tafsiri ya Kiingereza tusomee. Watumishi. Mithali 23:7. For as he thinketh in his heart, so is he. So As he thinketh in his heart, so is He. Ufikiriavyo moyoni mwako ndivyo Ulivyo. ufikiriavyo moyoni mwako. Yaani Ibilisi ni very tactical. Anajua Haya. yaani yeye ashughuliki sana na mambo mengine, mafundisho unavyoenda kanisani. Kanisani nenda, hana shida na wewe. Ila anakuletea vitu vitazame. Kwa kutazama si lazima utatengeneza mawazo. Sasa Biblia inasema unavyofikiria moyoni mwako ndivyo ulivyo. Kwa hiyo nje unaweza ukanidanganya mimi mwanadamu, lakini unavyofikiria ndivyo. Anayetazama movie ambazo zina ushenzi ndani yake lazima ataufikiria. Biblia inasema ndivyo ulivyo, ndivyo uliko mshenzi. Bwana asifiwe. Yesu akasema, maana ndani ya moyo wa mtu liko yatokako mawazo mabaya, uasherati, wizi, matukano, vyote ni kwenye moyo. Kwa kama Ibilisi anaweza akatufikisha kwenye nukta ya kuyafikiri tu hayo mambo, ya kujua tu kinachoendelea kule ulimwenguni, tayari ameshatuweka kwenye kapu.
Bwana asifiwe. Timotheo wa pili 3:1-7. Inasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Ishia pale kwanza. Yaani huu ni unabii kuhusu siku za nini? Siku za mwisho. Ambao tumesema ili hao wakazi wa siku za mwisho wafika hapo, Ibilisi lazima atende kazi kuwafikisha, si ndio? Kama ilivyokuwa kabla ya kabla ya gharika siku za Nuhu. Kazi anayoifanya ni kutumia hii globalization. Awafikishe kwenye nukta ambayo sasa Biblia inashuhudia, lakini ufahamu neno hili ya kwamba siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Tunaishi katika nyakati za nini? Za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wamejifunza watu kujipenda wenyewe kwenye haya mambo wanapotazama. Wenye kupenda fedha wakutazama wakabadilishwa, wakaijua fedha wakiwa hata watoto wadogo. Wenye kujisifu, Bwana asifiwe. Amen. Vichekesho vingi vilivyojaa huko inahusisha kujisifu tu. Wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao. Wasiowapenda Wakwao. Leo vijana wengi, kila siku mtu ananunua bando ya message na dakika, anawasiliana, yani yuko juu tu, ni kuwasiliana muda wote. Lakini ukimuuliza, huenda akawa amemaliza hata mwezi mmoja hajazungumza na watu wa kwao. Anazungumza na wale wanaoitwa washikaji, ndio anaozungumza Nao. wa kwao hapana. Wasiowapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Niambieni wapendwa, si haya yote ndio yanayoonyesha kwenye movie, kwenye tamthilia, kwenye series zote, mziki wote unachozungumzia ni mambo haya. Na tunachukua ule mvinyo kila siku tunabadilishwa taratibu. Fungu la 5. Wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Yaani kwa nje ukiona wanaonekana ni watu smart, ila wanazikana nguvu za nini? Kwa sababu ufikiriaji kichwani ndivyo ulivyo. Fungu la 6, naenda la 7 tu. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Kwa hiyo kwa kifupi ni watu ambao wanaenda makanisani kujifunza, wanahudhuria vipindi tiwani kama hivi. Si ndio hivyo? Wakijifunza siku zote ila wasifikie ujuzi wa nini? Wa kweli. Mtu unaangalia series usiku, Jumamosi, Jumaa usiku. Asubuhi unaamka unasikiliza mziki wa kidunia, unaangalia movie. Uende kanisani, utaelewa kitu? Huwezi ukaelewa kitu. Kwa sababu Ibilisi tayari ameshapanda ujumbe wake. Kwa hiyo ujumbe wa Mungu ukienda unadunda au kai. Kwa Yesu asifiwe. Jambo la hatari. Wanapona yetu wapendwa iko katika kujitenga. Ninapenda sana kitabu kimoja kimeandikwa na pastor mmoja makini Marekani, ni marehemu. Aliishi miaka hiyo, akaona hatari kubwa inakuja. Akaandika kitabu kimoja kinaitwa Alone in the Crowd. Peke yako katika kundi kubwa la nini? La watu. Kile kitabu picha yake juu kiangalia ni nzuri. Imeonyeshwa kundi kubwa la watu wanatembea kuelekea hivi. Alafu yuko mtu mmoja amegeuka na kulipa ile kundi mgongo. Wao anaenda hivi, yeye anatembea kwenda hivi. Alafu Biblia inasema alone in the crowd. Wakati Ibilisi anaandaa watu tuliosema kundi kubwa waingie kwenye hiyo dhambi ya kushiriki kwenye dhambi mentally. Kuna kundi dogo la watu watakaosema kwamba we choose to be alone in the crowd. Amen. Wakati ulimwengu mzima unaelekea hivi, wako watu wachache watakaosema hapana kwa movie, hapana kwa tamthilia, hapana kwa muziki wa kishenzi, tunageuka. Bwana asifiwe. Amen. Na kufanya hivyo, nakwambia ukifanya hivyo, wazungu kuna kitu wanasema kinaitwa social stigma, itakupata. Utasontwa vidole. Bwana asifiwe. Utasontwa vidole.
Dada kule bwenini uliko, wakati wasichana wenzako wasio na nuru wanapokaa na kujadili ushenzi, waende saluni gani kesho wakajipambe hivi, wakapake kucha rangi zao, wewe unasema hapana. Alone in the crowd, alone in the room, alone in my residential block, alone in my college, tasimama peke yangu. Na ndivyo tunapomalizia fungu letu la mwisho, Hesabu 23:9. Ndivyo inavyosema, wakati wana wa Israeli Mungu analiandaa kama taifa, ulimwengu mzima umeasi. Mfalme Balaki anamtuma Balaam kwenda kulilaani. Balaam akiwa katika hatua ya kulilaani lile taifa, na lile taifa linawakilisha wachaji wa Mungu kweli kweli. Leo kuna maneno haya anajikuta amewekewa na Mungu, anayatamka. Inasema, kutoka kilele cha majabali namuona, kutoka kilele cha majabali ninamuona, na kutoka milimani namtazama, na kutoka milimani namtazama. Angalia, ni watu wakaao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Na mataifa. Yani hao walikuwa ni Waisraeli, kwamba Mungu alipokuwa anawatazama kwenye dunia yote alitaka wawe nini? Peke yao. Staili zao za kuvaa za peke yao, za kujipamba za peke yao, za kutafakari, za kuendesha mahusiano yao za peke yao, wasihesabiwe pamoja na nini? Alone in the crowd. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wanasema, kwa neema ya Mungu ninatamani niwe peke yangu katika ulimwengu uliochanganyikiwa kabisa, nisimame peke yangu na kusema kwamba haya mambo hapana. Bwana asifiwe. Amen. Wakati watu wanaangalia muziki wa kishenzi, mimi ninaangalia kwaya. Wakati watu wanaangalia Isidingo, wanaangalia Lamjedi Mivida, Paraiso, Storm of a Paradise na zingine zote, wako watu watakaosimama na kusema hapana, nendeni hivi, mimi ninageuka. Kama wako watu wa aina hiyo, wasimame tusali pamoja nao jioni.